Tulikuwa na uchaguzi wenye pressure kubwa sana, tumekuwa na pressure tangu uchaguzi wa vituo kwa maana mashule. Lakini Mungu ametuongoza, tumehitimisha vizuri sana muda huu ambao kama umeona. Lakini nimshukuru pia Mungu, tumepata viongozi smart. Viongozi imara kabisa. Waswahili wanasema wali wa kushiba unaonekana kwenye sinia. Hata unavyoona wanavyoongea, walivyokuwa naomba kula, walikuwa na nadi sera zao, unaona wana kitu cha ziada ndani. Kwa hiyo tuna mwenyekiti tumempata ni mtu ambaye amenyoka, ni mtu ambaye hataki kuona kona, ni mtu ambaye akiona mtu anaonewa, kwa sababu amekuwa mjumbe wangu wa kamati ya utendaji. Akiona mtu ameonewa anakosa amani. Kwa hiyo tumepata safu nzuri kusema kweli. Sana tu kuanzia ngazi ya chini kwa maana ya vitengo cha wanawake, wawakilishi wa msingi na sekondari, awali, taasisi. Kwa kweli safu imekaa vizuri sana. Tunachokiomba Mungu atufanye tuwe wamoja, tumalize makambi ya kisiasa waliokuwa nayo, tuchape kazi pamoja, tuwatumikie walimu. Hao wajumbe walioko mbele yenu wamewaamini. Kuaminiwa kwenu, njia pekee ya kurudisha fadhila ni kutenda yale yote ambayo ni kiu ya wana CWT. Mimi kama mwenyekiti wenu ni waahidi hapa mbele yenu, nitashirikiana nanyi kwa hali ya juu sana. Tutafanya kazi kama timu. Sisi tunaishi na walimu, shida zao tunazijua. Mwalimu anahitaji huduma bora kutoka CWT, only that. Turudishe heshima ya CWT ambayo imepotea siku hadi siku. Nitatekeleza yale majukumu yote yalikuwa katika katiba ile ili niweze kutufikisha chama mahali pazuri, na hasa kitengo cha walimu wanawake Kwimba. Mimi kama mama naamini hakuna kitakachonipungukia kwa sababu mama ni mama katika familia. Pili, nitahakikisha shughuli zote za Mwanamke Day zinafanyika katika wilaya ya Kwimba. Nitahakikisha natembelea watoto wote wenye mahitaji maalum kwa kuwapa mahitaji, na pia nitahakikisha walimu wote ninatoa misaada kwa walimu ambao wenye changamoto mbalimbali. Wanaomba wakafanyie kazi. Sisi wanachama hatupendi mambo ya hivi, tunapenda uwazi na ukweli. Tunataka wakatutendee tunayoyataka sisi, sio kama wanavyotaka wao. Tunaomba hivyo. Tulikuwa tunatamani na tunataka uongozi huu ambao tumeusimika leo, ambao tumeuchagua leo, tulikuwa tunatamani uende ukatutetee walimu, uende ukasimamie haki za walimu, wawe wawazi, waweze kutushirikisha katika mapato na matumizi. Zile ni fedha za wanachama na kila mwanachama ana uhuru na ana haki kuzitumia fedha zile. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba uongozi huu uwe wa umoja, utukutanishe na utuunganishe walimu na sio kututawanyisha. Juhudi zinazofanywa na walimu kwenye kushughulikia masuala ya elimu na kufikia lengo la ufaulu kwa wanafunzi haliji bure tu. Lazima kuna utulivu kwa walimu, sawa, lazima kuna utulivu kwa viongozi, lazima kuna daraja ambalo kimsingi linatengenezwa kati ya walimu na nani na mwajiri. Utulivu ukipatikana, walimu wanafanya kazi zao vizuri, mwisho wa siku tunapata matokeo mazuri. Wanapotokea migogoro, lazima kuzingatia maadili ya utumishi wa umma. Mimi niendelee kuwasihi hawa viongozi ambao watakaopatikana wajikite pale ambapo kunapotokea changamoto mbalimbali katika kundi hili kubwa. Lazima tutumie mbinu ambazo kimsingi zitakuwa zenyewe zinazingatia maadili ya utumishi wetu, lakini pia zinazingatia miongozo ya kisheria na nidhamu katika utumishi wa umma, ili kuendelea kutatua changamoto za walimu, ili kuendelea kuweka hali ya utulivu kwa serikali katika kuwatumikia walimu haya. Tutambue majukumu haya ni muhimu, na lazima tuhakikishe kwamba viongozi wanaopata nafasi hizi wanafanya majukumu haya kama sehemu ya ibada kwao. Sisi tunawafahamu, sawa, wana utulivu, wanatambua wanachokifanya, wanatambua lengo, lakini pia wana hofu pia ya Mungu.